Barua ya kocha namba 136. Raha ya kujifunza ndio kikwazo kikubwa kwa kupata mafanikio makubwa. Rafiki yangu mpendwa, ubongo wetu binadamu umeumbwa kwa namna ya kipekee sana. Ili tuweze kufanya jambo kwa kujirudia rudia, huwa kuna raha fulani tunaipata tunapofanya jambo. Raha hii inatokana na kemikali ya dopamine ambayo huwa inaachiliwa kwenye ubongo wetu na tunajisikia vizuri sana. Sasa huko kipindi cha nyuma zamani, manake wakati ya kuja hizi teknolojia, mambo mengi sana yalikuwa yanahitaji mtu atumie nguvu, atumie juhudi ndio aweze kuyapata. Mfano, kupata chakula ibidi mtu labda akawinde au akalime au akatafute, lakini ilihitaji juhudi fulani. Kwa hiyo sasa, ili mtu afanye hilo jambo ambalo linahitaji juhudi, ubongo ulikuwa unategemea kemikali ya dopamine ambayo inafanya mtu ajisikie vizuri. Kwa maana mtu akifanya kitu fulani kigumu anajisikia vizuri ili arudi tena kufanya. Sasa basi, kwa bahati mbaya sana, kwenye zama tunazoishi sasa, kuna vyanzo vingi sana vya dopamine, vyanzo vingi vya kujisikia vizuri ambavyo vinatukwamisha kupata mafanikio ya kweli. Na hiki ndio kitu ambacho watu wengi hawajakijua na kinawakwamisha sana. Mfano ni dopamine inatokana na kujifunza. Kila mmoja wetu hapa unaweza ukasoma makala ukasema hii makala nimejifunza kweli yani. Au kahudhuria semina ukasema yani semina hii ndio imenibadilisha maisha yangu kweli yani. Au kaka mpango fulani biashara ukaona kama yani biashara ndio nishatoka tayari yani. Unaona kabisa wateja hapa, pesa au ile mahesabu ya matikiti yale. Eka moja matikiti inachukua sui mbegu ngapi, ukizidisha mara ngapi, milioni 10 hizi hapa. Unaweka milioni 1 napata milioni 10. Unasikia raha ya ajabu. Lakini nini inafuata baada ya pale? Hakuna hatua ambayo mtu anachukua. Na hii sasa ndio udhaifu tuliokuwa nao, kwamba ubongo wetu hauwezi tofautisha raha inatokana na kufanya na raha inatokana na kukusanya taarifa au maarifa au kupanga. Ndio maana kuna watu ambao kila siku wana mipango mipya, kila siku wanajifunza kitu kipya, kila siku anataka ajifunze tena, kwa sababu anapata raha kwenye mipango na maarifa, lakini hajui kwamba raha halisi ni ile inayopatikana kufanya. Kwa kwenye barua hii ya kocha nimegusa maeneo matatu muhimu. La kwanza kwamba dopamine ya taarifa inaweza kufanya ujisikie umefanikiwa bila kufanya chochote. Kama nilivyosema, ubongo wako unakudanganya, ubongo wako unakupoteza. Haujui tofauti ya raha ya kufanya na raha ya kujifunza. Kwa hiyo wewe unatakiwa makini sana uhakikishe raha yako inatokana na kufanya. Acha kukusanya taarifa, acha kuweka mipango mingi, chukua hatua fulani na ndio upate raha kwenye hatua unachukua. Hata kama ni ndogo sana, lakini ina maana kuliko ukiendelea kusubiri na ukiendelea kujifunza. Lakini jambo la pili ni taarifa nyingi sana zinaweza kuchelewesha kuchukua hatua. Inaitwa analysis paralysis. Unataka ngoja nijifunze kidogo, sijawa tayari kidogo, hiki sijakijua. Unasubiri na kusubiri na kusubiri na hauchukui hatua na hauwezi kupata matokeo makubwa. Umeshajifunza kwamba labda kuuza mauzo ya biashara yako, fikia wateja wengi zaidi. Lakini mtu anachokifanya ngoja nijifunze hiki, ngoja nijifunze kile. Hauwezi kupata matokeo kama unasubiri kujifunza kila wakati. Lazima uchukue hatua hata kama ni ndogo. Ina matokeo makubwa kuliko kusubiri na kuna raha ya kujifunza. Lakini jambo la tatu ni furaha ya kweli, mafanikio yanatoka kwenye hatua, si taarifa. Fanya vitu. Unapofanya kitu, weka lengo fulani. Bwana, nipige simu kadhaa au niweke matangazo au nifuatilie wateja au nifundishe timu yangu au nifanye kitu fulani. Ukimaliza kile kitu ndio usikie raha. Useme hapa sasa naifanya kitu cha maana. Usifurahie kujifunza. Usifurahie kuweka mipango, usifurahie kusifiwa. Watu wengine dopamine yao kusifiwa, una mawazo mazuri sana wewe. Utafika mbali sana, unafurahi. Hayo sio matokeo. Usije ukalewa hizo sifa hata mara moja. Kama hujafanya kitu, iambie akili yako, acha kunidanganya, acha kunipotosha. Nataka nifanye kitu. Nataka furaha yangu itokane na matokeo ambayo nimeyazalisha. Na ni kwa msimamo huu sasa ndio unaweza kubadili, ndio unaweza kufanya makubwa na kuweza kupiga hatua. Leo hii rafiki, nataka kachukua hatua moja. Baada ya kusoma barua hii usisubiri kujifunza kitu chochote. Toka hapa, hii dopamine, najua utapata dopamine kwa kusikiliza hii clip fupi. Utapata dopamine kwamba inabidi nifanye bwana. Najua utapata dopamine. Lakini je, utaitumia dopamine kufanya au utabaki tena ukisubiri barua nyingine? Utabaki kusubiri usome kitabu, utabaki kusubiri uangalie video, utabaki kusubiri usikize kitu gani? Hapana, tayari una maarifa ya kutosha. Hebu anza kuyatumia hayo.
Hebu nenda kajenge kitu leo kwenye biashara yako. Hebu nenda kauze kitu leo kwenye biashara yako. Kafanya kitu leo kwenye fedha. Fanya kitu leo kwenye nidhamu yako binafsi. Na kufanya na ukapata raha kupitia kufanya, ndio kunakupa matokeo makubwa. Rafiki, nenda kwenye Tanzania Skills Academy, tafuta barua za kocha, ingia kwenye barua namba 136. Isome, chukua hatua mara moja, pata dopamine sahihi kwenye hatua hizo na utapiga hatua kubwa sana. Asante na kuwa na siku kabisa leo.